Usiku ule haukusogea, kana kwamba muda wenyewe ulikuwa umesimama kusubiri. Laban alikuwa bado amepiga magoti katikati ya uwanja wa kijiji cha mlimani. Mikono yake ilishikilia mkoba wa kakoso kwa nguvu, lakini nguvu iliyokuwa ikimzunguka haikutoka kwenye mkoba tena. Ilikuwa ndani yake, ndani kabisa ya mifupa yake, ndani ya pumzi yake, ndani ya jina lake. Sauti ya kakoso haikupaza sauti, haikunong'ona tena kwa hila. Ilikuwa tulivu. Tumechelewa sana kurudi nyuma, sauti ilisema kwa utulivu wa baridi. Lakini ndani ya Laban kulikuwa na kitu kilichosimama imara, kitu kidogo lakini kigumu: kumbukumbu. Alikumbuka kucheka akiwa mtoto, akikimbia uwanjani mchana, akicheza mpira wa plastiki na marafiki zake. Alikumbuka sauti ya mama yake alipomuita jioni. Alikumbuka mikono ya bibi yake ikimshika kwa upole. Na kumbukumbu hizo zilianza kuwaka kama cheche ndani ya giza, mwanga mdogo lakini wa kweli. Ndani ya kijiji watu walikuwa wamekusanyika mbali, wakimtazama kwa hofu. Hakuna aliyethubutu kusogea. Walihisi mitetemo ardhini, walihisi hewa nzito, walihisi kwamba uamuzi wa kijana mmoja ungeamua hatima yao wote. Ndani ya Laban, kakoso alianza kuongea kwa nguvu zaidi. Nguvu ni yako sasa. Waokoe kwa kuitawala, waongoze kwa kuwatisha, wawe wako. Lakini Laban alihisi ukweli tofauti. Nguvu haikuwa zawadi, ilikuwa jaribu. Na hapo ndipo kitu kisichotarajiwa kilitokea. Badala ya kupinga kwa hasira, alitulia. Alifumba macho, na kwa mara ya kwanza tangu muungano ule uanze, hakupigana, hakukubali, alisikiliza. Ndani ya ukimya huo aligundua jambo moja: nguvu ya kakoso ilikuwa pale tu alipolishwa na hofu, na hofu yake ilikuwa imepungua. Mwanga mwekundu ulianza kufifia kidogo ndani ya macho yake. Kakoso alihisi hilo, na kwa mara ya kwanza sauti ile ilionyesha wasiwasi. Unanifunga? Iliuliza. Laban hakujibu kwa maneno, alijibu kwa kukumbuka, alijibu kwa kukataa kuogopa. Na ghafla radi ilipasua anga kwa nguvu ya ajabu. Ardhi ilitikisika, lakini safari hii si kwa sababu ya nguvu kuongezeka, bali kwa sababu zilikuwa zinagongana ndani ya mwili mmoja. Mapambano halisi yakaanza, sio ya kuharibu kijiji, bali ya kuamua nani atabaki ndani ya jina la Laban. Mwanga mwekundu na mwanga wa kawaida wa macho yake viligongana kama mawimbi mawili. Watu wa kijiji walianguka chini kwa hofu. Lakini katikati ya mzunguko huo wa nguvu, Laban alisimama polepole, na akasimama wima. Na hapo ndipo kakoso alitambua kitu. Mwili huo haukuwa dhaifu kama alivyodhani, na vita hiyo haikuwa rahisi. Mapambano yaliendelea ndani ya Laban kwa ukimya usioonekana kwa macho ya kawaida. Hakukuwa na milipuko, hakukuwa na damu, lakini ndani ya akili yake vilikuwa vita vya radi. Kakoso alijaribu kummeza kabisa. Alimletea maono ya utawala, alimwonyesha kijiji kikimpigia magoti, alimwonyesha nguvu isiyo na mipaka. Lakini kila maono yalipokuja, Laban alikumbuka jina lake, na kila alipolikumbuka, kakoso alififia kidogo. Mkoba wa kakoso ulianza kutikisika ardhini kama kitu kilichokuwa kinapoteza mzizi wake. Bibi yake aliyekuwa amesimama mbali alihisi mabadiliko. Alipiga magoti na kuinua hirizi zake juu, sio kwa hofu, bali kwa imani. Na hapo ndipo Laban alifanya kitu ambacho kakoso hakutarajia. Hakujaribu kumfukuza, hakujaribu kumharibu, alimkataa. Alimwambia kimoyomoyo, wewe si mimi. Na maneno hayo hayakuwa kelele, lakini yalikuwa kama muhuri. Ndani ya nafsi yake mpaka ulirejea. Mwanga mwekundu ulilipuka kwa mara ya mwisho, ukang'aa, kisha ukazimika taratibu. Kivuli kilichokuwa kinazunguka kijiji kilitoweka kama moshi unaopeperushwa na upepo wa asubuhi. Radi zilinyamaza. Mawingu yakaanza kutawanyika pole pole, na usiku ule ukawa wa kawaida tena. Laban alianguka magotini, akihema kwa uchovu.
Mkoba ulikuwa kimya. Haukuwa unatoa pumzi, haukuwa unatoa mwanga. Ulikuwa mzigo tu, lakini sio tena kifungo. Kijiji cha mlimani kilibaki kimya kwa siku kadhaa, lakini miti ilianza kuchipua tena. Maji ya kisima yalirudi ladha ya kawaida. Watoto wakaacha kuchora duara lile ardhini, na watu walipomwangalia Laban hawakuona tena kivuli. Waliona kijana, lakini kijana aliyepitia giza na kurudi. Kakoso hakuharibiwa, hakutoweka milele, lakini hakutawala, kwa sababu nguvu ya kweli haikuwa ndani ya mkoba, ilikuwa ndani ya uchaguzi. Na Laban alichagua kuwa binadamu. Mkoba wa Kakoso ulihifajiwa mbali, sio kama siri ya kuogopa, bali kama kumbukumbu ya fundisho, kwamba kila nguvu ina bei, na bei kubwa kuliko zote ni kupoteza nafsi yako. Na hadithi ya mkoba wa Kakoso ikaishia hapo, sio kwa kishindo, bali kwa pumzi ya utulivu. Lakini mlimani ilijifunza jambo moja: giza linaweza kuishi ndani ya mtu, lakini halishindi mpaka mtu huyo aamue kulikubali. Na safari hii giza lilikuwa limekataliwa.